Fanya kazi zangu, sina hili wala lile, sina taarifa yote, napigiwa simu na karani, simu inaingia sifahamu, inaitwa dada mmoja anaitwa Tina. Sasa Tina nani? Inatokea Tina Brandi. Okay. Una nini? Tuna uamuzi wa mahakama tunatakiwa tuwasomee ndani ya muda mfupi. Inakuaje? Sasa hata sisi tumeletewa saa hizi. Akasema sawa, sina ujanja, kabidi niweze kuarifu haraka haraka viongozi wa chama na wanasheria wenzangu, tukabazeni uamuzi ukaja kasoma. Uamuzi umesemaje? Umesema kwamba ile amri ya zuio ambayo ilitolewa na Jaji Mwanga ilikuwa ni batili. Batili kwa sababu gani? Mara baada ya wakili Jebra Kambole kusema kwamba amejitoa kuwakilisha katibu mkuu na wajumbe bodi ya wadhamini, mahakama haikutakiwa kuendelea kusikiza ile kesi, kwa sababu upande wetu, upande wa bodi ya wadhamini na katibu mkuu hawakuwa mahakamani ili kuheshimu haki ya msingi ya kusikilizwa. Ilitakiwa mahakama wataarifu kwamba wakili wenu amejitoa na aweze kutoa nafasi ya kuweza kusikilizwa. Kwa hiyo ile amri ya injunction au zuio lile ambalo hata polisi walikuwa wakilisharadia na hata kuwapiga wanawake wetu na viongozi wa BAWACHA wakati wanakwenda Msoma, hiyo amri haipo. Nataka mapolisi wote mfahamu. Nasema hivi, mahakama ya rufaa imesema hakuna zuio dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuanzia leo. Hiyo mtu asija katokea afande yote yule au nani anajifanya, atakayefanya hivyo anakiuka amri ya mahakama ya rufaa. Hakuna zuio dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hiki chama ki huru kufanya kazi zake za kisiasa. Kwa hiyo wanachama wote, viongozi wote, sehemu zote za nchi yetu wana haki ya kufanya kazi ya siasa. Awe msajili wa vyama vya siasa, au hiyo mamlaka yote ndani ya nchi hii ifahamu kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni chama ambacho kina haki ya kufanya shughuli za siasa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambavyo ibara ya 3 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyosema kwamba Tanzania ni nchi ya Jamhuri ya Muungano, ni nchi moja na nchi inafuata mfumo wa demokrasia ya vyama vingi.